Hello, naitwa Lea William. Karibu katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara yanayojulikana kama maonyesho ya Sabasaba. Na leo tupo katika banda la DIT, yaani Dar es Salaam Institute of Technology, the home of teaching factory. Unapokuwa mwanafunzi wa DIT unaweza kujifunza vitu vingi sana, na katika maonyesho haya ya Sabasaba unaweza kujifunza ni manufaa gani unaweza kuyapata baada ya kuhitimu masomo yako. Brother, ningependa utuambie mawili matatu kuhusiana ya kile kinachoendelea ndani ya maonyesho ya banda hili la DIT. Asante. Kwa majina naitwa Joseph Orest na ni mwanafunzi wa DIT, niko mwaka wa kwanza kozi ya Electrical and Renewable Energy, na leo tumekuja kwenye hili banda la Sabasaba na tunaonyesha masuala yote yanayohusiana na teknolojia. Nawakaribisha sana kwenye banda la DIT. Asante. Basi karibuni sana tuweze kujionea vitu kwa ukaribu zaidi. Unapoingia tu utakutana na meza moja amazing sana, ina vitu ambavyo ni vya kiasili. Mimi sina mambo ya kusema sana. Bro, unaweza kutueleza ni nini tunachokiona? Kwa majina naitwa Arnold Osiana Kimaro, ni mhitimu kutoka DIT campus ya Mwanza katika kozi ya Leather Products Technology ambayo ninajihusisha na utengenezaji bidhaa za ngozi. Sasa kule tunajihusisha na hii Center of Excellence in Leather Processing and Allied Technology, ambapo inajihusisha zote kutoka kwenye ngozi ya mnyama kutokea machinjioni mpaka tunaigeuza inakuwa ngozi ambayo inafaa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali, hususani viatu, kuna mikanda, kuna wallets na mipira ya even mikoba. Yes. Kwa hiyo unataka kuniambia mtu atakapo join atajifunza kutengeneza hivi vyote? Hapana, kwa kila kozi inakuwa ina muunganiko wake. Kwa mfano kwenye leather product atajifunza kwa kiasi leather processing ili aweze kujua muunganiko kutoka ajue ile value chain kutoka kwenye processing mpaka inakuja kwenye product. Lakini pia kwenye textile atajifunza hiyo textile, lakini kwenye fashion naye atajifunza, ila ataingia kule kidogo kwenye textile ili aweze kujua ile process ilivyoanza mpaka anapokuja kupata final product. Na ninaona kuna viatu vingine hapa unaweza ukavibandua. Hivi sasa inakuwaje? Maana naona vimegawanyika kama hivi. Sasa hiki mnauzaje au mtu anavaaje namna hii? Sijaelewa kidogo jamani. Sawa, huu ni ubunifu. Niseme ni ubunifu mpya mjini ambao ni moja kwa moja nimeweza kujifunza katika leather products, nimejifunza hizi namna kutengeneza na nini, lakini pia nimeweza kuja na idea ambayo inaweza kupunguza gharama kwenye baadhi ya maeneo. Kwa mfano, ubunifu huu unaweza kupunguza gharama sehemu ya kwa wadada au kwa vijana ambao wanapenda kuwa na design nyingi kwenye wardrobe zao. Sasa hii anakuwa na soli moja, lakini anakuwa na mikanda mbalimbali, sendo mbalimbali kama ilivyo hapo. Unaweza ukabandua kiatu hichi na ukaweka mikanda mingine. Yes, unaweka mikanda mingine ya design nyingine ambayo unapenda, like the color. Yes. Na kuna mikanda hii mizuri sana naiona hapa. Ina tofauti gani kati ya mikanda hii na ile ambayo tumeizoea kuiona mitaani wanasema ni mikanda ya ngozi? Mikanda yetu pia ni gharama yote, tunaangalia gharama, namna kupunguza gharama kwa watumiaji wetu. Sasa unakuwa na mtumiaji akiwa na mikanda yetu ambayo tunazalisha sisi, atakuwa na mikanda ambayo inakuwa ina double sided, ina upande wa ndani na upande wa nje, tofauti na ile mikanda ya kawaida ambayo ina upande mmoja wenye color. Sasa huu unakuwa una double sided ambayo bakoli yake ina uwezo wa kurotate like. Kwa mfano leo amevaa kiatu cha rangi ya brown, anataka kumechi na rangi ya brown, wana switch tu, unakuwa na the same color, lakini akitaka nyeusi ana switch the same way kwenye bakoli tu, ili anaweza kuvaa kiatu kwa kulingana na mkanda wake. Wow, vitu hivi nimeviona ni vizuri sana. Sasa huyu mwanafunzi ambaye yuko mtaani anatamani kuja kujifunza, anapofika chuoni atajifunza kuhusiana ile watu umesema Leather Products Technology. Wow, atajifunza kuhusiana na hivi tunavyoviona au kuna vitu vingine ambavyo atajifunza? Atajifunza zaidi ya hivi, kwa sababu kuanzia kuja kujifunza leather products sio tu kutengeneza tu kiatu ili mtu avae au uvae au uuze, bali unajifunza pia na marketing ili uweze kujua namna unaenda kumuuzia nani na kupeleka kwa nani. Lakini pia sio tu kukiuza, unatengeneza kile kiatu unakitengeneza kwa mtu gani, maana kuna watu wana miguu tofauti. So mtu atakuja na mwanafunzi anayekuja atakuja kujifunza zaidi kuhusiana na elimu ya mguu, sayansi ya mguu,
namna mjongeo wa mguu ulivyo, namna mguu ulivyo. Yes, ni anajifunza kwa undani zaidi ya hivi vitu. Pia kupitia hii teknolojia ambayo tutaipata ataweza kujiajiri mwenyewe, lakini pia anaweza kuja na ubunifu kama bunifu zilizopo mojawapo hapa ndani ya kampasi yetu. Nitoe wito kwa vijana ambao wapo mitaani, ambao wamekosa kozi, wanaona hamna kozi ya kwenda, wanasema medical ya nini zimejaa sana, ila kuna kozi ambayo anaweza akija ndani ya DIT anapata kujifunza na anaweza kujiajiri binafsi. Karibuni sana DIT. Jamani, nimekutana na kitu kinaitwa skin care. Haya mambo ni DIT, lakini nakutana na dawa ya mafua, nayo imetengenezwa hapa DIT. Jamani, mimi mambo mengi sitaki kusema. Tulizoea kuona DIT ni mambo ya mashine, mavyuma, mambo ya ujenzi, lakini tunakutana na hivi. Mzee wangu, hebu tufafanulie inakuwaje DIT na haya mambo tena jamani? Ndio. Hapa DIT sisi tunafundisha science and laboratory technology. Katika masuala ya science and laboratory technology, maana tunaandaa wataalamu wa kufanya kazi kwenye maabara za viwanda, maabara za vyuo vikuu na taasisi za serikali kama TBS, kwa mkemia mkuu, TMDA. Na kule vitu mojawapo ya vitu vinavyofanyika ni kutengeneza na kuangalia ubora wa products mbalimbali kama hizo za mafua. Hii tumetumia mkaratusi kama active ingredient kwa ajili ya kutibu watu wenye mafua, kupiga chafya, mwasho wa pua na mwasho wa koo. Okay. Kwa hiyo kumbe sisi tulioko mtaani tusichukulie tu kwamba haya mambo ya dawa, mambo ya ngozi yanapatikana tu kwenye mambo ya afya. Kumbe hata DIT tukija tunaweza kujifunza haya mambo. Ndio. Na pia kwamba uzingatia kwamba wataalamu walioko DIT wamesoma, wako waliosoma Muhimbili, waliosoma SUA, kwa hiyo ni mchanganyiko wa fani mbalimbali ziko pale. Kwa hiyo unatuambia hapa, naona kuna vitu tofauti, kuna dawa za chooni, kuna vyote hivi mtu anajifunza kwa ujumla au kwamba anajifunza kitu kimoja? Hivyo anajifunza kitu kimoja kutokana na aina ya topic au maada iliyofundishwa darasani. Kwa hiyo kama akiwa amefundishwa kuhusiana na utunzaji wa ngozi au kupambana na magonjwa yanayotokana na ngozi, bakteria, fungus na nini, kwa hiyo sisi tunampeleka moja kwa moja kwamba kwenye aina ya product gani inatakiwa itumike kwa ajili ya kupambana na hiyo changamoto. Umezungumzia kuhusiana kwamba na laboratory technician. Sasa je, ni hivi tu atajifunza au kuna vitu vingine atajifunza zaidi ya hivi tunavyoviona? Ni vitu vingi anajifunza, kwa sababu yeye tunamwandaa kuweza kufanya kazi kwenye kiwanda chochote, kwenye maabara yoyote ambayo iko kwenye kiwandani, katika maana kwamba maabara inaweza ikawa inahusika na mambo ya maji, anaweza kufanya chakula ikiwemo maziwa, mtindi, yogati, yote hivi anaweza kufanya. Kiwanda kinachouza mikate, maandazi, anaweza kufanya. Kwa hiyo anakuwa ni mtu ambaye ana uwezo wa kufanya vitu vingi kutokana na kazi zilizopo ndani ya maabara husika. Hapa ninaona products nyingi, kuna products za usafi, kuna products za afya pamoja na ngozi. Unaweza ukatupa manufaa ya hizi bidhaa kwa mahitaji ya kila siku? Ndio. Kwa mfano, haya mafuta ya mgando yanaitwa Skin Care Petroleum Jelly. Haya mafuta kutokana na jinsi yalivyotengenezwa yanasaidia kutunza ngozi na kuifanya ngozi iwe laini na pia kupambana na magonjwa mbalimbali kama vile fangasi na bakteria hataki kwenye ngozi. Hiyo imeshuhudiwa kwa watoto mbalimbali ambao walikuwa wakitumia mafuta mengine, wanaona kwamba wanapata upele, wengine muwasho, wengine akipaka mafuta anapauka baada ya muda mfupi. Haya mafuta yanaonyesha tofauti huo, kwamba mtu akipaka yeye siku nzima anakuwa na mng'ao halisi ambao anafanya kwamba mtu anajisikia yuko comfortable. Kwa hiyo mafuta ya mwondoaji yamepambana na hiyo changamoto ambayo imetokea kwenye mafuta mengine. Shukrani sana mzee wangu. Sasa ningependa utoe rai kwa vijana wenzangu kuhusiana na laboratory technician. Ndio. Vijana wanakaribishwa kujifunza vitu mbalimbali hivi kwa sababu kwanza vinatatua matatizo ya kila siku
yaliyoko kwenye jamii. Pili, inampa uwezo kijana kuwa mjasiriamali, mtaalamu ambaye atakuwa anajua nini anakifanya, nini anakizalisha, kwa nini, kupambana na changamoto ipi. Na ukiangalia bidhaa hizi zote zinapambana na changamoto ya maisha ya kila siku katika jamii. Asante sana, karibu tena. Asante mzee wangu. DIT na mambo ya satellite tena? Ndiyo. Tufafanulie vizuri tuelewe. Unajua wazo lilikuja mama alipokuwa ameenda nchi za watu, akawa ameujulisha umma kwamba Tanzania ina mpango wa kutengeneza satellite yake kwa kuwasiliana na taasisi mbalimbali duniani. Sasa baadaye ikaja katokea competition ilikuwa imeendeshwa na jamaa wa UNOSA na Java. Ikawa bahati kwamba DIT ukashinda hiyo competition. Wow, kati ya vyuo vyote. Hongereni sana. Kwa hiyo sisi tukapewa mamlaka au nguvu ya kuweza kutengeneza na kurusha satellite. Kwa hiyo umeona, ikawa bahati mwaka huo 2024 ikawa bahati tena waziri mkuu akaja akaitangaza kwa umma kwamba satellite yetu inaitwa Tanzania Satellite 1, kwa kifupi TanSat1, na itakuwa constructed na nani? DIT. Nani alisema hiyo baada ya kuwa tumeshinda ile competition. Wow, thank you. Umeona bwana. Kwa hiyo hizo taasisi mbalimbali ambazo zinasimamia satellite kurushaji, wao malaki wametupa vigezo tunavyotakiwa kuwa navyo ili turuhusiwe kurusha, kwa sababu hiyo ni ruksa ya kidunia. Uweze wewe kuamua tu kwamba unarusha. Kwa hiyo na serikali lazima itushike mkono. Sisi kama DIT hatuwezi kurusha wenyewe, lazima serikali itushike mkono hapo irusha. Kwa hiyo kuna hii roadmap ambayo inaonyesha kwamba baada ya kukidhi vigezo 2028 tutaruhusiwa rasmi kurusha satellite chini ya uangalizi wa wataalamu wa dunia, kwa sababu wale lazima watupe kampani ya kitaalamu wa kuleta wale wataalamu wao kuhakikisha tunairusha inavyotakiwa na inakaa wapi na inakuwa na uwezo wa bandi, kwa sababu haya ni mawasiliano. Kwa hiyo kuna bandi maalum watakayotupa sisi kama DIT. Kwa hiyo haya yote mwanafunzi akija kusoma atajifunza. Atajifunza, na uzuri wake sasa hivi tuna kampasi mpya ya Dodoma kule, pamoja na kozi zingine. Hii kozi itakuwa ni kozi kuu inayoendeshwa kule, inaitwa Space Technology. Wanafunzi wetu watasoma pale kwenye tawi la Dodoma. I say, huku naanza kuona mambo ya cash, mambo ya benki na DIT tena vinaingilianaje hapo? DIT sisi hapo, kwa sababu tuna programu ya kompyuta, tunafundisha mambo ya AI, mifumo mbalimbali. Tunaposoma kompyuta, tunasoma computer engineering, tunajihusisha mambo ya kujenga mifumo mbalimbali ambayo inatatua matatizo mbalimbali ya jamii. Kwa mfano kwenye microfinance kuna changamoto nyingi sana, namna ya kuchakata taarifa mbalimbali za wadau wa microfinance, wa SACCOS, wa vikoba. Sasa sisi kama DIT tunafunza program namna ya kutengeneza program mbalimbali za kompyuta, kutengeneza solution mbalimbali ambazo zinasaidia jamii, makampuni, watu binafsi, biashara hasa za kifedha, ili kusudi kusaidia utunzaji wa kumbukumbu na kuchakata maombi ya mikopo, ikiwepo marejesho, namna marejesho yanavyokuja, wanaochelewa, kwa hiyo inawasaidia wenye microfinance kuweza kumanage vizuri, kutunza kumbukumbu na ufuatiliaji, kurahisisha kujua kwamba leo wanatakiwa warudisha watu wangapi, na watu wangapi leo wamekopa, na watu wangapi leo wamepewa pesa, na watu wangapi kesho watarejesha, mwezi huu marejesho yatakuwaje. Kwa hiyo ile process nzima ya microfinance ya SACCOS na vikopa vyote tunaweka mifumo. Sio hiyo tu, lakini point of sale, yaani wenye biashara mbalimbali wanaouza hapa maduka, pharmacy, bidhaa mbalimbali, inasaidia kusaidia uuzaji wao wa bidhaa, lakini pia mapato. Naona kama wanakopesha. Kwa hiyo zile kazi zote inamsaidia mtu asipate hasara.
Unajua tunasema daftari, mali bila daftari hupotea. Sasa hizi ni daftari ambazo za kisasa zaidi. Badala kwa mfano kwenye vikoba unakuta kwamba watu wako labda 60 wanataka waone maendeleo ya vikoba yao. Sasa ni namna gani sasa hivi wanapata kazi sana, wanatunza taarifa kwenye Excel. Excel unaweza ukaishare kwa pamoja, lakini inachukua muda mrefu sana kubadilisha, au huwezi kubadilisha taarifa. Lakini kutumia mfumo, members wote, wanachama wote wanaweza kuona taarifa zao za vikoba, kujua kila mmoja amechangia kiasi gani, ana kiasi gani kwa muda wote anaotaka yeye, na wangapi wamekopa na nini. Sasa hivi yeye anaweza akajitoa labda akachukua kiasi gani. Kwa hiyo pale unajua, unaondoa udanganyifu. Taarifa nyingi zinapotea na wanaosimamia wanapata hata mwanya wa kuiba, lakini kupitia mifumo hii inadhibiti wizi kwanza, moja, inasaidia kujua biashara ya vikoba au ya duka inaendaje, ili ufanye maamuzi sahihi, kwa sababu usipokuwa na taarifa huwezi ukafanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo inakupa taarifa, lakini pia inakusaidia kujua kwamba tuna waombaji 200 walioomba mikopo, tumewapa 200 wote, tumewapa kiasi gani, marejesho wakianza kurejesha tutapata kiasi gani, wanaotakiwa kurejesha leo ni akina nani, waliochelewa kurejesha ni akina nani, wale ambao sio warejeshaji wazuri ni akina nani. Sasa unapokuwa na taarifa hizo inakusaidia wewe sasa kufanya maamuzi, kufanya nini, ufuatiliaji uwe mwepesi, kwa sababu unapokuwa na watu 200 unaweza usijue nani yarejesha, nani atakayerejesha, ufanye nini sasa. Kwa hiyo mfumo unakufanyia kazi nyingi zaidi. Hii ndio maana yake. Kwa hiyo tunawafundisha wanafunzi wetu kujua kutengeneza programu hizi, na sisi wenyewe tunatengeneza programu hizo. Sisi na walimu na wanafunzi wetu tunatengeneza programu mbalimbali. Kwa hiyo hizi ni moja wapo kwa jina. Sasa kwa yule ambaye hajajifunza hapo chuoni, yuko huko mtaani, anawezaje kuzitumia? Zina utaratibu mgumu au ni nyepesi kutumia kwa watumiaji? Sisi DIT tunachofanya, tunamtengenezea mtumiaji kulingana na uwezo wake, na tunamtengenezea yeye kulingana anataka mfumo wa aina gani. Sio mfumo ambao tunachukua tunampatia ambayo inatoka nje, hapana. Tunakuja kwa mfano kama wewe hapo na vikoba, tutuambia mimi nataka nitumie hivi, labda nitumie bila mtandao, nitumie kwenye mtandao, na wakati tunakuwa kwenye mtandao au bila mtandao. Sisi tunakutengenezea kwa lugha unataka wewe, iwe ya Kiswahili, iwe ya Kiingereza, language ambayo wewe uko comfortable nayo. Hatukulazimishi, yani sisi tunautengenezea kulingana na mahitaji yako wewe. Ikiwepo namna ya kuitumia. Kama unataka kutumia kwenye simu, kwenye laptop au kwenye desktop, tunakutengenezea. Kwa hiyo tunatengeneza kulingana na nini? Na mahitaji yako. Yes. Kwa hiyo hii tumetengeneza wateja, hii kwa mfano hapa tumetengeneza labda Chief Microfinance kulingana na mahitaji yake yeye, anataka mfumo wa aina gani. Kwa hiyo tunachukua kama template na customize, tunamtengenezea mteja kulingana yeye anavyotaka. Mimi kama kijana nikija DIT, ni kozi gani ninaweza kusoma na mpaka nitakapohitimu basi niweze kutengeneza vitu kama hivi, na pia ni manufaa gani ninaweza kuyapata baada ya kujifunza hiyo kozi? Pale DIT tuna kozi kama 4 ambazo zinahusu mambo ya kompyuta. Tuna diploma ya computer engineering, tuna bachelor ya computer engineering, tuna diploma ya tunasema information technology. Sawa, tuna bachelor nyingine, diploma nyingine inaitwa multimedia, film and multimedia technology. Sasa hizi course zote tunaposoma mle ndani kuna module ambazo ziko specific kwa ajili ya program za kutengeneza program za kompyuta. Kwa mfano computer programming. Hiyo computer programming, japokuwa maengineer wote tunawafundisha. Anayesoma umeme anasoma, anayesoma telecom anasoma, anayesoma computer, anayesoma civil, anayesoma mechanical, wote wanasoma. Lakini wale ambao wanabobea ndani kabisa ni wale wanaosoma computer engineering, akiwepo diploma au bachelor. Wanakuwa wameingia ndani zaidi kusoma hii pamoja na information technology IT. Ni manufaa gani sasa atayapata baada ya kuhitimu hizo course? Manufaa ni mengi sana. Kwa mfano kama sasa hivi tuko kwenye utandawazi, tuko kwenye digital technology. Yaani sasa hivi hamna kazi ambayo utaifanya bila kutumia mifumo ya kompyuta. Iwe kwenye simu. Programming hii
unaweza kutengeneza programu ambazo zinatumika kwenye simu. Programu hii unaweza kutengeneza mtandao ambayo inatumika sehemu mbalimbali. Lakini pia unapoona leo serikali inatumia mifumo mbalimbali kama GPG, malipo yote, naona maombi yote, hiyo ni mifumo inayotengenezwa na watu waliosomea computer engineering au computer science. Wote wanaposoma hizo ndio wanaotengeneza mifumo hiyo, ikiwepo kwenye support. Lakini pia sasa hivi mahitaji yao ni mengi sana duniani kote. Zipo ajira ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa sababu mifumo inahitajika kila leo. Mifumo ya kilimo, mifumo ya fedha, mifumo ya ufugaji, kila kitu tunataka kutumia teknolojia. Sasa teknolojia mojawapo ni hii mifumo ambayo inachakata zile taarifa mbalimbali zilizo viwandani kila sehemu. Yaani sasa hivi huwezi kufanya kazi yoyote bila kujua mambo ya IT, mambo ya kompyuta. Kwa maana kwamba sasa ni wakati wake, ajira ni nyingi sana. Unaweza kuajiriwa kwenye makampuni, unaweza kujiajiri mwenyewe. Kwa mfano, kutengeneza filamu, kutengeneza katuni, kutengeneza magame mbalimbali, kufundisha watoto. Yote tunafanya kazi kwenye kompyuta. Umeelewa? Ukija kutengenezea content mbalimbali kwenye YouTube, kwenye nini na post, vyote vile unatumia nini? Kompyuta. Kwa hiyo kuna leo unataka kufanya kama kule ndani tunapoka mambo ni shoot na editing, ambao ni film and technology. Film and multimedia technology. Hii na yenyewe inafanya kazi zile zile. Tunafundisha mtoto kufanya editing, kufanya shooting, inafundisha kufanya mambo mbalimbali kama media production. Kwa hiyo maana kwamba programu zote ambazo zinamhusu mwanafunzi kwenye digital yeye tunaweza kupata zote. Shukrani sana mzee wangu kwa mchango wako mzuri. Asante. My bro. Naona hapa kuna vitu vingi vizuri kama huu, kuna moto, kuna vitu vingi kibao. Yaani mpaka nashindwa kusema. Unaweza kutuambia nini wewe kama mwanafunzi wa DIT? Kwanza nashukuru, ila mimi nilikuwa mwanafunzi wa DIT. Kwa majina naitwa Florence Sakaya, ni mhitimu wa DIT idara ya uhandisi mitambo ama mechanical engineering. And currently I've co-founded our company inaitwa Swahili Makers, na katika Swahili Makers huko ndo tunafanya haya mambo mazuri haya unayoona. Na hapa nikupe brief kidogo ya Swahili Makers. Tunachokifanya sisi tunaleta access na affordability ama upatikanaji na urahisi wa teknolojia ya 3D printing. Kwa hiyo bana, ukisema 3D printing hapa Tanzania umeongelea Swahili Makers ama D-Makers. Hii ni teknolojia ambayo inatumika kwenye kona mbalimbali, lakini kwa wale walioko mtaani wanaweza wakafika DIT au wakatupata katika page zetu za Swahili Makers wakapata kujifunza. Na teknolojia hii kwa ujumla wake kama nilivyokuambia ina upana wa hali ya juu na inaweza ikatoa mawazo yako kuja kwenye uhalisia. Kwani unawaza nini? A lot of things. Yes. Basi mimi nilikuwa nimewaza kwamba unaweza ukawaza kama decoration ya nyumbani. Unaweza ukawaza solution fulani. Labda unataka utengeneze radio yako leo. Yes, kama unataka kutengeneza subwoofer lako, lakini unawaza hii housing ya plastiki naipatia wapi? Okay. Basi tunakuletea 3D technology ambayo ni teknolojia inayounda vitu mbalimbali tabaka juu ya tabaka kutumia plastiki ambazo zipo. Na hizi plastiki bwana, nikwambie tunatunza mazingira kwa kutengeneza hizi materials. Pale DIT kuna factory ambayo inakusanya plastiki taka na kuzichakata. Baada ya kuzichakata, sisi tunaenda kuchukua zile product zao na kuzitengeneza ili kuwa material ambayo inatumika kwenye 3D printing. Na hizi sasa zinaitwa 3D printing filament ambazo pia ni product zetu. Swahili Makers atuwaleteeni 3D printer na 3D printing filament peke yake. Tunaelekeza wanafunzi kuanzia umri wa miaka 5 mpaka watu wazima. Yaani hapa unamaanisha ni kuanzia watoto? Kuanzia watoto ndio. Wow. Watoto kuanzia umri wa miaka 5 kuanzia inamaanisha sawa watoto wadogo, wanafunzi, walimu, wajasiriamali, innovators ama wagunduzi, wenzangu. Na kila mmoja tunawagusa kwenye kona mbalimbali. Rai yako kwa vijana walioko mtaani? Tumeshazoea kusema sisi tunasomaga vyuo alafu ajira hakuna, unawaambia nini hao?
Kwanza nashukuru kwa swali zuri sana, na Swahili Makers pamoja na DIT tumeungana ama tuna partnership ambayo inatufanya sisi wote, ama tumeweka lengo moja la kufanya wanafunzi na mtu yoyote ambaye ana engage na sisi kuweza kujiajiri. Kwa hiyo tuna rai yangu kwa wanafunzi au kwa yoyote aliyoko mtaani sasa, karibu DIT, karibu Swahili Makers, njoo ujiajiri. Lakini kwa wale wenye bidhaa au wanataka kufanya product development ama uunaji wa product, si China tena, ni Swahili Makers. Ndani ya DIT utajifunza, Swahili Makers tutakufundisha, utaweza kutengeneza bidhaa yako, hakuna kwenda China tena. Shukrani sana. Jamani, naona hii ni mashine ya kupima mapigo ya moyo au ni nini? Kwa majina naitwa Abdulaziz Gifty, ni mwanafunzi wa DIT, nasoma Bachelor in Engineering in Electrical Engineering. Sisi hapa tuna kampuni yetu official ambayo imeanzishwa na wanafunzi kutokea DIT pale pale. Kampuni hii bado tunapatiwa support na DIT. Kampuni inaitwa Honic Company. Sisi kwa ujumla tunadili na manufacturing ya models mbalimbali kwa ajili ya kufundishia wanafunzi kuanzia chekechea mpaka university. Sasa model ambayo umeniuliza hapa, hii ni miongoni mwa models ambazo tunatengeneza. Hii ni mahususi kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi wa chuoni kwenye topic ya analog electronics. Sasa kwenye analog kuna topic nyingi, lakini sisi hapa tumedili na filter, mambo ya filters. Hizi filters hizi wanafunzi wanafundishwa pale chuoni kwenye idara ya electronics au electrical, huwa wanafundishwa kwenye theory. Sasa kupitia hii training kit yetu itamsaidia mwanafunzi kuweza kurealize yale mambo ameyasoma kwenye theory aje aone kwenye nini, kwenye practical. Naona kuna vitu vingine huku mbele yetu, kwamba tutajifunza kuhusiana na matumizi ya hiki tu au kuna vitu vingine zaidi? Okay, basi ngoja tuendelee. Hapa tupo na mfumo au system. Kuna kifaa hapa kama unaweza kukiona, hiki tunakiita home server. Hiki ni mahususi kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi au watoto kujifunza wakiwa majumbani. Kifaa hiki ni mithili ya, kwa mfano mtu anapokuwa na kingamuzi nyumbani kwake, ananunua kingamuzi, ana plug kwenye TV, then huwa anapata zile channels. Kwa hiyo the same goes na hapa. Ukinunua hiki kifaa, ukiplug kwenye TV, unakuwa unaweza kupata nini, hizi content. Tunaweza kukiona kwa ukaribu. Yes. Una connect na TV, unakuwa unapata hizi nini, content. Na inakuwa mtu anaweza wa kunavigate kama mimi ninavyofanya hapa na mouse. Kwa hiyo ina sehemu nyingi na tumecategorize based na umri wa mtoto mwenyewe. Kuna miaka 5 mpaka miaka 7, kuna content zao 8 mpaka 10, kwenda mpaka wanafunzi wa advance. Unaona, mpaka wanafunzi wa. Sasa mwanafunzi anaweza kujifunza vitu hivi anapojoin chuoni kupitia kozi gani hasa? Sasa hapa ni mchanganyiko wa kozi mbalimbali. Inawezekana kuna kozi ya electronics ipo muhimu, electrical engineering pia ipo, na computer engineering pia ipo. Kwa hiyo akijiunga na kozi mojawapo anaweza akapata skills na knowledge kwa ajili ya kufanya vitu kama hivi hapa. Okay, rai yako basi kwa wanafunzi waliopo huko nje bado hawajajiunga na DIT, unawaambia nini? Mimi nawakaribisha sana DIT, waje, kuna fursa nyingi za kujifunza, na kama watazingatia mambo ambayo tunayasoma DIT, basi watapata vitu vingi ambavyo vitawasaidia aidha kuajiriwa au kujiajiri wenyewe kama sisi tulivyojiajiri. Je, unaweza ukatupa manufaa angalau mawili? Maana umesema kuna manufaa mengi atapata. Unaweza kutuambia manufaa mawili ambayo mtu anaweza kuyapata akipata ujuzi wa vifaa hivi? Manufaa mojawapo na kubwa, nafikiri unaweza kuona kwamba sisi ni wanafunzi wa DIT, lakini tumeweza kutengeneza product kama zinavyoonekana hapa, kwamba kuna uwezekano mtu akapata ujuzi na skills ambazo akatengeneza product ambazo zitakuwa ni matumizi mazuri kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wengine Tanzania. Shukrani sana. Okay, sana. Hey brother,
hii ni mashine ya fumigation kutoka DIT ama ni kitu gani? Hapana, hii sio mashine ya fumigation. Sawa, asante. Kwa majina naitwa Florence Lelo. Mimi ni mhadhiri msaidizi DIT, Dar es Salaam Institute of Technology, kutoka idara ya Electronics and Telecommunications Engineering. Kabla sijawa mhadhiri DIT, pia nilibahatika kuwa mwanafunzi wa DIT. Oh, wow. Nilisoma Bachelor of Engineering in Electronics and Telecommunications Engineering. Good. Alafu then nikawiwa kuja kuendeleza kuwapa ujuzi wenzangu ule ambao niliupata. Safi. Ndio. Kwa hiyo hii sio fumigation machine. Hii inaitwa Intelligent Fruit Fly Trap, na hii ni joint research ambayo imekuwa supported na mradi wa Norhed kutoka Norway, na imekuwa ni joint research kati ya taasisi yetu ya DIT lakini pia taasisi ya The Nelson Mandela African Institution of Science and Technology ambayo iko Arusha. Kwa hiyo imekuwa ni utafiti endelevu mpaka tumefikia katika hii stage, lakini pia tunategemea kwenda kwenye scaling kwa ajili ya kuweza kuwasapoti wakulima. Kwa hiyo hii ni tafiti ambayo imetarget kwa ajili ya wakulima. Na kazi yake haswa ni nini? Kazi yake ni kumsaidia mkulima kuweza kufanya tunaita uangalizi wa shamba. Mkulima wa zao kama la embe anatakiwa afanye uangalizi kila baada ya wiki 2. Oh. Yes, sasa ashumu mkulima yuko Dar es Salaam huko. Ndio. Alafu shamba liko Mkuranga. Kwa hiyo itakuwa inamlazimu kutoka Dar es Salaam kwenda Mkuranga kwa ajili ya kufanya uangalizi. Yes. Na huo uangalizi unafanyikaje? Inabidi aweke mitego. Ile mitego anaisambaza kila baada ya mita 50. Okay. Sasa kama ana shamba kubwa, ina maana atakuwa na mitego mingi. Kwa hiyo atalazimika kulizunguka shamba hilo, yes, kwa ukubwa huo. Kwa hiyo ile kutoka Dar es Salaam let's say kwenda Mkuranga, alafu na ule muda wa kuzungukia, lakini pia na ujuzi wa kwamba okay, huyu mdudu aliyekamatwa ni mdudu wa aina fulani. Hivyo vinakuwa ni changamoto. Kwa hiyo solution hii imelenga kuja kupunguza hilo tatizo, na kwamba mkulima anakuwa na uwezo wa kupata hizo taarifa hata akiwa nyumbani. Yes, kwa hiyo hii inawekwa shambani, na ukiangalia hapa chini yes, huu sasa ndo mtego wenyewe. Okay. Lakini tumefanya modification. Na haya makopo yanapatikana sokoni, lakini base kama hii na hii entrance party, lakini na hii party ya kwa ajili ya kushield weather sensor, hivi vyote vimekuwa designed hapa. Okay. Yes, kuna mashine ambazo tunazita ni 3D printing machine. Kwa hiyo wanafunzi wetu wamedesign. Wow. Kwa hiyo kwa ajili ya kuassemble. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinapatikana kwa urahisi. Ndani ya hili boksi kuna mfumo wa kompyuta ambayo yes tunasema ni AI enabled, kwa sababu hapa kunakuwa na kamera hapa ndani ambayo ina face ile base. Yes. Kwa hiyo mdudu atavutwa ataingia. Yes, atavutwa na kuna kitu kinaitwa pheromone, ambayo pheromone ni lua kama chambo. Okay. Yes, inamvutia anakuja hapa. Kwa hiyo akishaingia hapa, kwa sababu atakuwa anaifuata ile harufu. Ile pheromone inawekewa na kiuatilifu insecticide. Okay. Kwa hiyo itamuua, atadondoka. Kwa hiyo counting sasa itafanyika kwa mfumo wa kompyuta. Okay. Kwa kamera kuangalia kwenye yes, kuhesabu wale wadudu waliodondoka, lakini pia kufanya utambuzi kwamba sasa yes, huyu ni nzi wa embe au huyu ni, kwa sababu kuna wakati mwingine anaingia hata buibui au anaingia wale siafu. Yes, au wakati mwingine kunakuwa na particles. Kwa hiyo ili kuweza kutofautisha, mkulima apate taarifa rasmi kwamba huyu ni nzi wa tunda au huyu ni sio nzi wa tunda. Swali lingine ni kwamba je, mtambo huu unaweza kutumika kwa eneo la ukubwa gani? Okay, mtambo huu unategemea zaidi ile chambo ambayo nilisema.
Yes, uwezo wa chambo kuvuta yule mdudu, na mara nyingi uwezo wa ile chambo una function mpaka siku 30. Okay. Yes, na ile chambo ina uwezo wa kuvuta mpaka mita 500. Sawa. Yes. Mwanafunzi ili aweze kuja kujifunza hivi vyote anatakiwa kujoin DIT kupitia kozi gani hasa ili aweze kumaster kutengeneza vitu kama hivi? Ili aweze kumaster vitu kama hivi tuna offer courses, kwa mfano electronics. Yes. Na bahati nzuri sisi tuna train vijana kwenye field ya engineering. Na kwetu sisi engineering ina involve the mechanical world, the physical world, as well as tunaita the analog world. Yes. Kwa hiyo hivyo vitu vyote wanafunzi wetu wanakuwa wanajifunza. Kwa zile fundamentals za electrical, kwa mfano hii ukiangalia ni solar panel. Yes. Mwanafunzi anapata kujua hizi renewable energies kama hii solar PV, lakini pia kuna masomo wanajifunza kama mechanical drawing au technical drawing. Kwa hiyo wana uwezo wa kustructure kwa mfano hii trap na hizi components zote. Yes. Yes. So kwa sababu hii ni interdisciplinary research, ina involve parts nyingi za engineering, electrical, mechanical. Hapa kwenye hizi dawa ina maana hapa inaingia entomology, ambapo entomology is the study of our pest. Yes. Ni kwa haraka mimi I would recommend electronics. Naweza nikawa naivutia kwangu kwa sababu mwamba ngoma vutia kwake kwake, kwa sababu hivi vingine tu vina integrate, lakini what is the core function? Core function inahitaji hizi processing. Hivi vingine tu ni vya kuintegrate. Kwa hiyo mpaka tu huu mtambo umekamilika, unataka kuniambia ni muunganiko wa kozi kama ngapi kwa haraka? Hapa kuna electrical, kuna mechanical, kuna electronics and telecommunication, lakini pia kuna computer engineering. Kwa hiyo inakuwa ni full package iko hapa. Rai yako kwa mwanafunzi aliyoko huko mtaani na anatamani kujiunga na DIT, unamwambia nini? Neno lako moja kwake. Mimi namwambia karibu sana, ukija DIT hautajutia. Tuko wakufunzi na tuko tayari kuwafundisha au kuwarithisha ujuzi ambao tuko nao. Kwa hiyo mimi nawakaribisha. DIT tunaita ni home of engineers. Kwa hiyo kwa mwanafunzi ambaye yuko interested in engineering, DIT is the right place. Kwanza kwa majina, mimi naitwa Gerald Yona Kambadu. Ni mbunifu na ni mhitimu kutoka Taasisi ya Teknolojia ya Dar es Salaam, na kupitia kozi niliyosoma mechanical engineering tuliweza kugundua kifaa hichi pamoja na timu yangu, UVC sterilizer. Basically naanza kwenye swala ya utakasishaji na masuala ya engineering yanahusianaje. Tukija kwenye masuala mazima ya development ya vitu, unajua kwamba maengineer ndo source ya development ya vifaa tofauti, na mimi pamoja na timu yangu tuliweza kutengeneza kifaa hichi cha UVC sterilizer kutokana na muunganiko wetu, ambapo tulisema kwamba mahospitalini na maeneo tofauti ambao wanahusika na masuala ya utakasishaji wa vitu wanateseka sana, especially kuua bacteria na virus ndogo ambazo zinakuwa zimebaki kwenye material, ambapo tunasema kwamba utakasishaji hauishii kwenye kuosha tu, ila kuna vijidudu ambavyo bado hata ukiosha kifaa kinakuwa bado kina vijidudu. Kwa hiyo maana yake sisi katika kuua sasa vile vijidudu ndio tukaja na hii UVC sterilizer, ambapo kuna UV type A, kuna type B, afu kuna type C, ambazo hizi type C sasa ndio zinakuwa zina high penetration, kwa hiyo zinaweza zikapenya na kuua moja kwa moja kwenye zile DNA na RNA za virusi ambavyo vipo kwenye vile vyombo vya hospitali. Kwa hiyo utakasishaji na masuala mazima ya engineering yanakuja pale ambapo tunahitaji kutakasisha vifaa vyetu. Ni masuala mazima ya kutunza mazingira, lakini pia ni masuala mazima ya kuua vijidudu ili kuepusha magonjwa kuingiliana katika watu, tena kupitia vifaa ambavyo vinarudia kutumika katika mahospitali na baadhi ya maeneo tofauti. Hayo mnajifunza katika kozi gani hapa DIT?
Sasa kwenye masuala mazima ya kozi, mimi kama mojawapo wa member wa DIT Teaching Factory, lakini kupitia DIT Design Studio tumeweza kujifunza hivi vitu kupitia workshop tofauti ambayo huwa zinatekelezwa katika chuo chetu cha DIT wakati wa kusoma, lakini pia hata kwa wale ambao hawasomi DIT huwa wanahusishwa na kukaribishwa katika workshop hizo, ambapo huwa tunajifunza hivi vitu kwa vitendo, na hapa mara nyingi tunakuwa tunakusanya watu wa eneo tofauti. Mfano, mimi basically ni mechanical engineer, lakini katika kufanya hii project nilihitaji mtu wa biomedical engineering, lakini nilihitaji pia mtu wa electrical engineering, nilihitaji mtu wa telecom, ambapo ndo tukakusanya mawazo yetu pamoja tukaja tukatengeneza hichi kitu. Kwa hiyo kikubwa ni watu kukaribia DIT na kuingia kwenye hizo lab tofauti na workshop tofauti ambazo huwa zinakusanya different areas za watu, alafu tukaja tukacompile pamoja kutengeneza kitu kizuri kama hichi. Sasa kwa sisi ambao hatujui mashine hii inafanyaje kazi, tunaweza kuona namna ambavyo inafanya kazi? Inawezekana kabisa, na kama kwa kuzingatia masuala mazima ya usalama, tumeweka kwanza lock hapa kwa ajili ya mlango, kwa ajili ya kufungua na kufunga mashine yetu. Na kama tunavyoona hapa hivi kuna screen display hapa ambayo inakuwa inaonyesha muda wa utakasishaji unapokuwa unafanyika, na kuna button zinazotuongoza katika kuseti muda kutokana na dakika, sekunde na masaa, pia kutokana na aina ya kifaa. Maana muda utakao sterilize kutakasisha plastiki ni tofauti na muda utakao takasisha metal, lakini tofauti pia na muda utakao takasisha glasi. Kwa hiyo tunakuwa tuna sheet yetu ambayo inakuwa inakuonyesha masuala ya muda mzima. Kwa hiyo utaseti muda wako hapa, mfano kama hapa ni dakika 18 na sekunde 43, na hapa kuna source ya UVC sasa sterilize yule UV type C sasa, ambayo inakuwa kuna hii source yetu ya light hapa, ambapo ukija ukistart process ndio gurudumu hili litakuwa lazunguka, then UV itakuwa inafanyaje, inaanza kutolewa kwa ajili ya kwanza kuua vijidudu kwenye vile vifaa. Sasa changamoto kubwa ya UV huaga ina madhara kwa binadamu. Kwa hiyo kuzingatia hilo kitu, sisi tumeweka sensa hapa, ambapo pasina hii sensa kufanya kazi, sensa hii ndio inakuwa inaruhusu kwamba mashine ianze kufanya kazi au isifanye kazi. Kwa hiyo mtu pasina kufunga mlango, UV haiwezi kafanyaje ikaweza kuanza kufanya kazi. Kwa hiyo ukishamaliza kuweka kifaa hapo, umeseti muda wako, unafunga mlango. Ukishafunga mlango kama hapo tunavyoona kuna light nyekundu hapa, ambapo inakuwa inaonyesha maana yake sensor imekuwa imefanyaje, imekwisha kuanza. Kwa hiyo ukistart process kama unavyoona kuna mwanga umeshaanza kuonekana ndani. Kwa means kwamba process imeanza na sekunde zinakuwa zinapungua kwa kurudi nyuma mpaka kufikia 0, na kifaa chako kitakuwa kimetakasishwa na tayari kwa ajili ya kutumika tena. Shukrani sana. Kwa hiyo ni manufaa gani mnayapata kupitia mafunzo ama skills ambazo mnakuwa nazo, na mnapoziunganisha skills ni manufaa gani mnapata? Kwanza kikubwa kwenye kuunganisha skills kwa pamoja, kitu kikubwa cha kwanza tuna come up na kitu ambacho ni kizuri na ni bora. Yaani hiyo ni sababu ya kwanza kubwa, ambapo mara nyingi kusema kwamba tunasema kama kauli ile kidole kimoja kivunji chawa. Kwa hiyo maana yake tunapokuwa na vidole vingi tuna come up na vitu ambavyo ni kitu fulani ambacho ni kikubwa zaidi. Kwa hiyo ndio maana tunashauriwa zaidi kukusanyana watu wa eneo tofauti kuja compile wazo letu moja na kutengeneza kitu kimoja ambacho ni kizuri. Lakini kwa chuoni ndio hivyo, inakuwa inategemeana sasa na kozi tofauti. Electrical kaleta masuala ya umeme hapa, mechanical nimetengeneza kesi yangu hapa, kila kitu mpangilio mzuri unavyoonekana. Lakini kuna masuala mazima ya watu wa telecom wanakuja kutusaidia masuala ya coding, vitu vidogo wiring tofauti za component, vitu kama hivyo. Watu wa biomedical wanatupa elimu masuala mazima ya udaktari manini, wanakuwa wanajua skill vitu vidogo kama hivyo. Kwa hiyo tukikama up together tuna compile na kutengeneza kitu kimoja ambacho ni the best. Unamwambia nini mtu anayetamani kujiunga na chuo cha DIT? Jamani, taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam ni taasisi nzuri sana, na tunawakaribisha watu wajiunge na taasisi yetu. Na kikubwa jamani, zile kauli za watu wanasema DIT ni pagumu, wasisikilize hizo. Yaani kikubwa ni wewe ndo mgumu, ila taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam ni taasisi nzuri, na sisi pia tulifika kwa kauli hizo tukasema sisi tutapambana. Tumepambana, tumetoboa, na hadi leo unaona kama hivi tuna bunifu zetu na zinaendelea kuziendeleza zaidi na zaidi. Ukiangalia bunifu hii tunafanya pamoja na taasisi, tumeshafikia kwenye sehemu ya patent na pilot testing, lakini tunaendelea kudevelop zaidi, ambapo tunaweza tukakama up na product. Maana tumeshafanya sasa hivi tunafanya kazi pamoja na baadhi ya mahospitali, lakini pamoja na taasisi tofauti kama za dawa. Mfano kama kuna masuala mazima ya TMDA, masuala wale wanaokuwa wanathibitisha hivi vitu, lakini pia TBS wapi, wote ambao tunafanya nao kazi pamoja kwa ajili ya kuweza kukifikisha hichi kifaa mbele. Kwa hiyo manufaa ni mengi sana. Kuna masuala mazima kujiajiri, lakini pia kuna opportunities tofauti ambazo chuo kama chuo kitakuwa kinakupa wewe endapo utakuwa mbunifu katika taasisi hii. Asante sana.
Karibu sana. I say, jamani, hapa ni sehemu ya masaji ama ni nini hiki? Maana kwa kweli naona mambo mazuri haswa. Kwa majina naitwa Rahma Kahindi, ni mwanafunzi wa mwaka wa mwisho wa chuo cha DIT. Nachukua kozi ya Biomedical Engineering. Hiki kiti si cha massage. Actually, hii ni wound dressing unit. Inamsaidia daktari au nurse kuweza kusafisha vidonda miguuni kwa wagonjwa, especially wenye kisukari. Huwa wanakuwa na vidonda ambavyo vinachelewa kuheal mara nyingi, kwa inabidi wafanyiwe usafi wa miguu at least mara 3 kwenye wiki. Sasa huwa hatuna mazingira maalum ya kufanya hiyo issue. Kwa hiyo mimi nikaamua, yani nikadecide, nikawaza like why shouldn't we have a special area ambayo tutakuwa tunafanya wound dressing kama ambavyo dental chair inafanya, kwamba ni sehemu maalum ya kuweza kung'oa meno. Kwa hiyo hii ni sehemu maalum ya kuweza kusafishia vidonda ili kuweza kuepusha contaminations, kuepusha kuambukiza kwa magonjwa. Maana utakuta mtu ana vidonda miguuni lakini analazwa kitandani, kitanda kile kile ambacho mgonjwa mwingine ambaye analazwa anakuja kulala pale pale, lakini pia inaleta maumivu kwa mgonjwa. Pata picha kwamba mtu anaumwa kisukari, na mara nyingi visukari wanaumwa watu wazima, alafu ana vidonda miguuni, still unamwambia eka mguu hapa, katika sehemu nyanyua juu, shusha chini. Sasa ili kuepusha hiyo shida, like this unit can save that problem. Inakupa comfortability wakati procedure, lakini hata hivyo inampa mazingira mazuri mtu wa huduma ya afya wakati anafanya hiyo procedure. Kwa hiyo unaweza ukaadjust kama hivi kwa kutumia hii remote hapa, unaweza ukaadjust either downwards au unataka kupandisha juu. Inategemea na mimi position yangu ninayoitaka wakati nafanya hiyo procedure, ili nisiiname sana au nisiinuke sana, na wewe ili usiumie, usihangaike kunyanyua mguu na kushusha. Lakini pia ina sehemu ya maji, sehemu ya kusafisha mikono ya daktari baada ya procedure au kabla ya procedure. So this is just a wound dressing unit ya kufanya usafi kwa ajili ya vidonda vya miguuni. Ni kozi gani mwanafunzi akija DIT anaweza kujoin nayo na kujifunza kutengeneza kiti kama hiki au area kama hii ambayo unasema ni eneo maalum? Actually, hichi kiti ni multidisciplinary, yani ndani yake ni ujuzi wa fani mbalimbali umeunganishwa kuweza kutengeneza hichi kiti. Kwa hiyo hapo tumelink up mechanical, kuna mechanical part kama unavyoona sehemu za mbao hizo zimekatwa, zimewekwa vizuri. Pia kuna sehemu ya maji, plumbing issues and everything. Pia kuna sehemu ya umeme, mguu utapanda na kushuka, kwa there is electrical in it. Kwa hiyo combination ya hao watu wote wasingeweza kukutana isipokuwa biomedical engineer ameweza kuwa link up. Kwa hiyo mimi binafsi nasoma biomedical engineering, na ningeweza kumshauri mtu pia ajiunge kwenye kozi ya biomedical engineering, kwa sababu hiyo kozi inaweza kukutanisha hizo fani zote nilizokutajia hapo. Wasingeweza kujua kama kuna changamoto hospitali kuweza kutatua hicho kitu, lakini kupitia mimi niweza kuona tatizo, nikaweza kulink hizo parts tofauti, tumeweza kuzalisha kitu ambacho kinaweza kusave life. Idea hii ni ya kwako mwenyewe au? Exactly, this was my idea. As I told you earlier, mimi nasoma biomedical engineering. Muda wangu mwingi natumia hospitalini. Hospitali sio sehemu nzuri kiukweli. Ukikaa unaona changamoto, lakini kwa sababu mimi ni msomi, nikikaa naona changamoto ni fursa. Kwa hiyo nikitoka na changamoto pale naangalia ni namna gani nitafanya kuweza kuleta solution katika society. And a good person or a best person ni yule ambaye anakuja na solutions kwenye society, ana save jamii yake. Kwa hiyo you have to return back to your society, and this is what I did. Hongera sana. Asante sana. Okay, ni manufaa gani mengine ambayo mwanafunzi akija DIT anaweza kuyapata? Kiukweli DIT ni sehemu ambapo kuna fani nyingi tofauti. Cha kwanza ambacho ni very minor na very big, mtu aweze kaona ukubwa wake, ni kukutana na watu tofauti wanaojifunza kozi tofauti mbalimbali. That will be a channel to you. As mimi na sasa hivi nasoma biomedical engineering, lakini pale nakutana na watu wanaosoma computer, wanaosoma civil, wanaosoma electrical, wanaosoma IT and so forth. Sasa hapo imagine nikitoka nikiwa na shida ya aina yoyote, sikosi wa kumtafuta. Kila mtu ninamjua. So that's very potential. First of all, you have to come there and meet different people. You make connections, you make unions. So kwanza kuja tu DIT, that's potential regardless unasoma nini. Lakini pia pale kuna walimu waliokuwa bora, na pia kuna workshops tofauti ambazo zina mashine na vifaa vizuri ya kuweza kumsaidia mwanafunzi kujifunza, ambazo ziko free of charge. Kwa mfano mimi sasa hivi niko pale DIT, nimeweza kufanya hii process zote nikiwa pale ndani ya chuo kwa kutumia mashine za chuoni without paying even a cent. Lakini imagine if ningeenda hii kumwambia mtu naomba nichongee hapa, I could have paid a lot. Yes. So unapata access ya mashine, unapata sehemu nzuri ya kujifunza, lakini pia you don't pay a thing. Lakini pia ukistuck kwenye issue yoyote, there are a lot of people around who can save you. Yeah. Unamwambia nini mwanafunzi aliyeko nje kuhusiana na DIT?
Actually DIT ni sehemu nzuri ya kuwepo. Kama nilivyokuambia mwanzo, mimi napenda kusema faida ndogo ndogo ambazo watu wanapenda kuziignore. Kwanza iko mjini. Nikitoka tu nakuzana niko city center. I can go anywhere from there. So just come to town. Ukija mjini, watu wa Waswahili wanakuambia mjini shule. Ukija mjini pale lazima utaona vitu tofauti. Hata wewe mwenyewe pia unachangamka kwa sababu unachangamka. Kwa hiyo kwanza kabisa DIT ni sehemu salama ya kuwepo kwa sababu ndio hivyo kama ninavyokuambia, vifaa vipo, watu wapo ambao wana ujuzi, unakutana na watu wengi, tatu unakuwa huko mjini. Like it's a very good place to be there. A lot of facilitators, kuna library pale, kuna workshop studio kama ninavyokuambia hii sehemu nilofanya hivi vitu vyote panaitwa studio pale. Sisi tunaona kabla tunatumia machines and everything. Yeah. Kikubwa nilichokipenda ni kwamba mtu ukiwa na idea yako nzuri kulingana na chochote ulichokisomea unaweza kutengeneza project au kuandaa kitu na kikatengenezeka bila tatizo lolote. That's what we call innovation. Innovation maana yake unakuja na kitu unaboresha kitu au wazo lililokuwepo. Kwa mfano, mtu mwanzo tulivyokuwa tuna computer au laptops kawaida, akaja mtu akaintegrate pale mouse. Mtu unatumia mouse pembeni hivyo. Kwa it's like technology keeps on growing, we keep on adding stuff ambazo zinazidi kurahisisha mambo. So any idea is an idea, is a good idea. You can do anything from your idea that you have. So pale wanakusaidia wewe kuweza kuiboresha wazo lako, kulibadilisha wazo lako into actual real life thing. Na ikumbuke kwamba hawajifunzi hivi tu, kuna vitu vingine vingi. Vitu vingine vingi tunajifunza hesabu pale. Tunajifunza ufundi wa magari, tunajifunza ujenzi wa nyumba, civil engineering, tunajifunza vitu vingi mno. Ningependa kuwakaribisha sana watu wa DIT. It's a very good place to be there, academic wise and just social wise. It's just a good place to be there. Thank you so much madam. Naona hapa kuna mashine nyingine. Hebu tuambie hii ni mashine gani na kazi yake ni nini? Asante. Hii ni mashine ya paraplegia, inawasaidia watu au watoto ambao wana ulemavu au wana paralysis kuanzia kiunoni mpaka miguuni. Like they don't function from kiunoni mpaka chini. Kwa hiyo hapa ni sehemu ambapo mtoto atasimama, ataweka miguu yake then atafungwa. So this system is also have electrical part. Ina electrical part ya kuweza yani kama ni motorized part ambayo inaweza kumove, inasaidia movement ya hichi kiti. Hiyo movement iko associated pamoja na hiyo miguu atakayoiweka. Kwa hiyo process, during the process of hiyo movement manake itakuwa ina stimulate muscles za huyo mtoto kwenye miguu. Through stimulation ya muscle, manake muscle nazo zina learn kuwa active. After a certain period of time manake atakuwa anapata sensations, ataweza kubalance na kutembea mwenyewe. Kwa hiyo ni kwa ajili ya paraplegia au paralysis ya kuanzia kiunoni kushuka chini. Okay, na mtu anafungwa na inamsaidia kutembea. Na ipo tu kwa ajili ya watoto peke yake au na watu wazima mmewatengenezea mashine? Actually this is just a demo. Na demo ni kwa ajili ya watoto, lakini we can customize. Tunaweza tukatengeneza size tofauti kulingana na size ya mtu. Actually size doesn't matter. The issue is the concept within it. We can customize as the requirement of the customers. Yeah. Na inafanyaje kazi basi? Tunatamani kuona, maana kiukweli hivi vitu yani tumezoea tu kuona kwenye nchi za wenzetu, lakini tukija kuona kama sisi hivi kwamba vinafanyika nchini kwetu tena vyuoni. Hebu tusaidie hapo tuweze kuona namna ambavyo kinaweza kufanya. Sasa hii ni sponge au ni space ambayo mtu ana place miguu yake, lakini pia ina sehemu ya brake. As I told you, iko electric. Kwa mtu anazidi kwenda manake motion inazidi kuongezeka, kama anataka airegulate au aipunguze manake atashika brake hapa. Kwa hiyo hapa napo ni sehemu ambayo mtu atasimama lakini atakaa hapa in case kama akachoka kutembea. Kwa atafungwa miguu kama unavyoona hizi kamba hapa, mtu anapenyesha miguu yake anafungwa na hizi kamba, then anaanza kusogeza, anaanza kumove na hichi kitu pamoja, like the movement begins. Okay. Yeah. Ila akiona motion inazidi kuongezeka manake ata hold up the brakes. Na hizi ni clusters za pembeni ambazo zinasaidia kubalance hichi kiti ili isiweze kumove. Unless asingeweka hii manake ingekuwa any kind of push ikitokea yanasogea. Ila this keeps like the balance of, yeah. DIT bado hawajamaliza. Bwana, tunaona mtambo mzuri kabisa hapa unaitwa mashine ya kubana chupa. Sasa tupapata mawili matatu kutoka kwa mtaalamu wetu kuhusiana na mtambo huu. Karibu tueleze. Asante. Kwa majina anaitwa Abdul Wangisa, ni kutoka Dar es Salaam Institute of Technology. Tuko kwenye banda la Sabasaba. Lengo kubwa ni kwamba tuonyeshe teknolojia ambazo tunazozifanya, hasa ambazo zinaweza zikamfanya kijana au mtu yoyote ambaye yuko mtaani
kuweza kuona kwamba anaweza akatengeneza ajira na akajiongezea kipato. Mfano, hii mashine unayoiona ni mashine ya kupana chupa. Chupa zinakuwa ziko kwenye ukubwa wa design hii. Wakati watu wanasafisha chupa inakuwa kwenye ukubwa mkubwa sana, ambako gari la tani 3 linaweza kubeba kilo 600 mwisho. Naona sasa kama fursa ipo, kama tuje na hii mashine ambayo inapunguza hizi chupa kwa ukubwa fulani na zibana, ambazo inaweza ikamrahisishia mtu yoyote kwenye usafirishaji kupunguza gharama za usafirishaji. Na pia hii mashine unayoiona ni mashine ambayo imetengenezwa na sisi wenyewe, idara ya mekanika. Hongereni sana. Asante sana. Na inamsaidia mwanafunzi yoyote ambaye amemaliza chuo kutoka mtaani akafikiri kwamba Mungu amenitupa sina ajira, anaweza akajiajiri yeye na akawaajiri watu wengine pia, au wakatengeneza kikundi kwa ajili ya kutengeneza ajira. Chupa ziko nyingi mtaani na wanaonunua ni watu wengi sana, na wanaosafirisha ni watu wengi ambao magari yao ni special, wanaongeza bodi. Kumbe hata gari dogo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kubeba hizi chupa. Ndio maana tumekuja nao mtambo wa design hii hapa. Ndio. Kwa hii ni katika operation ya safisha mazingira, inafaa sana. Hii inafaa sana, sio usafisha mazingira tu, niongeza thamani kwenye taka za plastiki. Wow. Mpaka imefikia mashine hii imekamilika kama hivi tunavyoona. Ni mchango upi ambao umetolewa kwa walimu na wanafunzi mpaka tunaona project hii imeweza kufika namna hii? DIT ni chuo ambacho kinawajenga wanafunzi, kinawajengea skills ya kana kwamba akitoka hapo naye aweze kwenda kujiajiri. Mfano, hii project unayoiona ni project ambayo imeshirikiana ya wanafunzi pamoja na walimu, ili kusudi kumjengea mtoto uwezo kwa kwamba nikisoma kozi ya mechanical nikitoka hapa na mimi naweza katengeneza kitu kikaenda sokoni. Kama wenzetu tunavyoona magari, si mitambo, ni mechanical tu, na ni wanafunzi ambao wako darasani. Kuna mitambo mingine hapa naiona. Je, kuna nini unaweza ukatuelezea kuhusu hii mitambo hapa? Kama tulikotoka awali kule, kama tulikuwa tunatunza mazingira. Ndiyo. Mazingira bila kilimo haiendi, hawezi kufaulu. Na kilimo bila mazingira hawezi, vyote vinategemeana. Hapa tuna mashine hii ambayo ni dryer. Mashine ambayo inaweza ikakausha mazao wakati kipindi kile jua hamna, hasa mwezi wa 4 na kuelekea ambao kunakuwa na jua. Unajua mvua zinakuwepo na hii mashine inakausha dagaa, matunda pamoja na mboga mboga. Naona. Tunaweza kuona kwa ndani humo tuone kwamba ni namna gani basi hayo mazao yanaweza kuwekwa na kukaushwa. Yes, kabla hatujafika huku, hii mashine tumetengeneza hapa. Kuna sehemu ambako unaweza ukaseti joto unalolihitaji. Pia tumeweka mita ili kusudi ujue umeme unaotumia ni kiasi gani, kusudi usije ukajikuta unapata hasara. Tunaenda ndani tunaangalia hizi shelf kwa ajili ya kupanga zile nani yale mazao ambao unayohitaji. Ona hapa mwanzo tulikuwa tumekausha zabibu hizi hapa ndo tulikausha. Naona zimekauka zabibu. Kwa hiyo ikitokea muda mwingine unaweza ukakatakata miogo ukaweka. Kama ni maembe ukaweka. Wow. Kama mboga za majani unaweka. Na ukitoka hapo kuna mashine ndogo kama hii hapa. Hii mashine ndogo hii inasaga viungo vya pilau, mboga za majani zile ambazo labda kuna msimu ambao mboga zile zinakuwa adimika. Yes. Sasa wewe unaweza ukakausha mboga hapa alafu ukaja hapa ukasaga. Hii mashine zinategemeana. Kipindi kile wakati jua hamna ndio unatoka hapa unakuja hapa. Lakini pia hii kwa wajasiriamali wanaotengeneza viungo vya pilau, chai, nini, muda mwingine anakwenda kwenye mashine kubwa zile za kusaga mahindi, anataka asage viungo vyake. Mwenye mashine anamwambia njoo mpaka saa 4 usiku. Sasa kumbe ukiwa na mashine ndogo hii unaweza ukaanzisha mradi ukuona unasaga vile viungo vyako vya pilau. Kwa hiyo hii mashine ipo kwa ajili ya kumsaidia huyu hapo. Hiyo kusudi kama ni biashara yako ni kuuza viungo au mboga mboga, kila siku utakuwa uko sokoni, hauna muda ambao utadelay. Kwa sababu mashine itakusaidia mbadala wa jua wakati jua halipo. Tuko na mashine nyingine. Hii mashine ya kusaga mahindi.
ambayo tumekuja nayo hapa ili kusudi kumwonyesha kijana aliyesoma mechanical asikae nyumbani akafikiri kwamba ajira hamna. Unaweza ukatengeneza kutumia zile elimu au ile skills uliyopata shule, ukaja ukatengeneza mashine hii hapa, ukaanza kufungua kiwanda cha kusaga mazao ambao ni unga, tama na kadhalika, ukajipatia kipato na ukawa kama wajasiriamali wengine. Yaani mitambo hii tunayoiona jamani, haijaagizwa, ni kazi ya wanafunzi wa DIT au hii mitambo haijaagizwa? Tumetengeneza wenyewe wanafunzi pamoja na walimu. Lengo la kuwashirikisha wanafunzi ni kuwajengea wanafunzi ule uwezo wa kujua kwamba kile unachokiona duniani kimetengenezwa na watu. Naona na watu sio wengine, ni wale wanafunzi na wale ambao wana walimu wao. Naona gari linalotumia gesi asilia. Je, ni mtu gani au mwenye sifa zipi anaweza kujifunza vitu kama hivi? Mwanafunzi yeyote ama kijana yeyote ambaye ana uelewa kidogo wa masuala ya magari, sio lazima awe amesomea tu mambo ya ufundi wa magari. Hata kijana aliyeko mtaani, aliyemaliza sekondari, aliyemaliza shule ya msingi, mwenye uelewa kidogo wa kuhusu magari, angalau aijue hata injini kidogo, huyu anaweza akajifunza kufunga mfumo wa gesi kwenye haya magari. Kwamba hii ni fursa kwa kijana yeyote. Kwa kijana yeyote mwenye utashi wa kuweza kujifunza anaweza akajifunza. Ni mambo gani atajifunza ili kuweza kufanikiwa kutengeneza vitu kama hivi? Kimsingi huwa tunamfundisha kwanza kujua mfumo wa gesi asilia, una vifaa gani, vinafanyaje kazi. Lakini ukiacha tu kuvifahamu, huwa tunamfundisha namna ya kuweza kulikagua gari kabla ya kuanza kulifunga, kujua teknolojia ya gari ikoje, ili gari litapokea kweli mfumo. Lakini pili, namna ya kufunga vile vifaa kwenye gari lenyewe, kifaa gani kikae wapi na viwango vinatakaje kuhusu hivyo vifaa vinavyofungwa. Lakini mwisho, namna ya kukagua mfumo. Umeshafunga mfumo wa gesi kwenye magari, namna gani kujua mfumo umekaa sawa sawa ama la. Yeye anakuwa ni mtu wa kwanza kuweza kulikagua hilo gari kabla hajaenda kwa mkaguzi wa mwisho. Sasa kwa kijana anayetaka kujiunga, nimeona hapo kuna long course na short course. Sasa atajiunga direct na kozi aina gani? Kwa wale wanaosoma kozi za muda mrefu, kwa maana za miaka 3 au miaka 4, wale hasa kozi ya ufundi ama uhandisi mitambo wanaweza wakutana nayo, ama wale walio mtaani wanaofanya kozi za muda mfupi. Hii ni kozi ya ufungaji wa mifumo ya gesi kwenye magari, na inapatikana kwa wiki 2 mpaka miezi 2. Hapo kijana atajifunza namna ya kufunga mifumo, namna ya kuweza kufanya ukaguzi wa mfumo, lakini pia kufanya matengenezo madogo madogo baada ya kufunga mfumo. Shukrani.